Kabidhi nini na unategemea nini? Hii ni summary tu ya taarifa fupi ambayo ina viambatanisho vitatu ambayo ni kumbukumbu ya matukio ya utekaji, viambatanisho namba 1. Ya pili ni hali ya sasa za kiraia, demokrasia na uhuru wa kujieleza nchini. Ya tatu ni uchambuzi wa ilani za vyama vya siasa kuhusu katiba mpya na mapendekezo kuhusu maridhiano ya kitaifa. Kwa hiyo tunaomba tukabidhi kwa naibu katibu mkuu. Asante. Fikiri huu mwelekeo tulionao sasa tuendeleze kwa mustakabali mwema na kuchangia mustakabali mwema wa nchi yetu. Mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi Dr. Samia Suluhu Hassan, ukimtizama kwa undani wake ni mwanaazaki kindakindaki. Kaishi maisha ya kwenye azaki, historia yake inaonyesha, na imekuwa ni bahati. Nafikiri hata maelewano ambayo sasa tunayapata ni sehemu ya maelekezo yake makubwa sana. Kwa hiyo ni mtu kwa haiba yake ambaye ni rais sasa, na alivyo na malezi yake na uzoefu wake, ni mtu ambaye anaamini sana kwenye kazi zinazofanywa na azaki. Na sisi ni mashuhuda, maeneo mengi ambayo tumefanya naye kazi amelazimisha wakati mwingine bila kutaka ushauri kwamba wasikilizeni. Kwa mimi niseme tu watu wa azaki, sisi huku kwa siasa wakati mwingine tunasema kama mna mganga basi msimwache. Kwa wakati huu mganga wenu anawasaidia, kwa sababu sisi ambaye ni kiongozi wetu mkuu, mwenyekiti wa chama na mgombea urais, ni mtu mwenye imani kubwa sana na azaki. Hilo la kwanza. Lakini la pili, ilani ya Chama cha Mapinduzi ndizo zinatumika zaidi mpaka sasa kwenye sayansi ya kuongoza na kutawala nchi. Ilani ndio tool namba 1 ya kutoa mwelekeo wa jumla, na nyinyi wote ni mashuhuda. Baada ya kukabidhiwa ilani ya azaki na kuonyesha commitment ya Chama cha Mapinduzi, mnaona over 80% ya yale mlioyapresent yametumika sana kwenye kutayarisha ilani ya Chama cha Mapinduzi. Na hiyo ni commitment ya wazi, na kwa sababu uwezi tu mtu mwenye akili timamu mwenzako analeta jambo la maana unalikataa tu kwa sababu upendi sura yake. Hiyo sio CCM. Ilani ilikuwa na mambo mengi ya msingi ambayo hata sisi tulivyokaa tukasema, kwani haya mambo si ndio tunayowaza sisi kila siku na hawa ndio wanayowaza na hawa ni Watanzania na sisi ni Watanzania, na wote ndoto yetu ni Tanzania ifike huku Sasa unayakataje kwa sababu tu ni ilani ya azaki? Kwa hiyo hatakuwa na sababu za msingi za kuacha mambo ya msingi yaliyotajwa kwenye ilani ya azaki. Ingawa inawezekana lugha zikatofautiana, labda si tukaweka inaendana na sera zetu na mwelekeo wetu wa chama, lakini unakuta mwisho wa siku mantiki ni ile ile. Kwa hiyo mimi kwanza niwashukuru, nifikishe salamu za katibu mkuu kwamba kazi mnazofanya kama chama tunazitambua. Hilo rest assured kwamba tunatambua kazi mnazofanya. Na wengine tumefanya kazi ndugu yangu Ismail pale anajua. Tumepambana kweli kweli. Kabla tujaonekana kwenye nafasi hizi tulizopo, huyu bwana anajua tulikaa field kwa wakati huo, na sio mazingira ya azaki ya sasa. Wakati ule huyu anajua azaki ilikuwa azaki kweli, ilikuwa unachapa lapa. Kamera bwana, hebu vingine hivi mtaedit
Kwa hiyo tuseme tu sisi kama Watanzania wazalendo tuendelee kushikamana. Inawezekana kama binadamu kuna maeneo tunafika tunatofautiana kwenye kufikiri. Inawezekana tunafikiri jambo hilo hilo lakini ukakuta tumepishana kwenye namna ya kufikiri kwa wakati huo. Inawezekana tukitiana moyo wakati unaofuata tukafikiri pamoja tukaelewana. Kwa hiyo binafikiri tuendelee hivyo. Niwahakikishie hata tunavyoenda kuishia kwenye uchaguzi sasa, Dr. Samia Suluhu Hassan yuko still full committed kwenye 4Rs. Commitment yake haijasheki hata kidogo. Yaani anaamini bado 4Rs zilizotumika kwenye miaka takriban 4.5 5 iliyopita bado zinaweza kuimarishwa zaidi kwenye miaka hii 5 inayofuata na ikatoa matokeo makubwa zaidi kwa uzoefu uliopatikana kuliko hata yaliyopatikana awali. Na nafikiri katika haya mlioyasema, nikianzia na kukomesha wimbi la utekaji, yeye mwenyewe mheshimiwa mgombea alisema na alitoa maelekezo kwa vyombo vya ulinzi na usalama kukomesha hili. Katibu mkuu wa chama wakati huo Dr. Emmanuel Nchimbi alitoa maelekezo kwamba jambo hili hata sisi halitusaidii sana. Kwa sababu sisi ni chama cha siasa. Kila siku ajenda yetu kubwa ni kupata sapoti kubwa zaidi ya Watanzania. Kupata sapoti kubwa zaidi ya wadau wote. Kwa kama kuna jambo linaleta sintofahamu, manake katika watu ambao ni losers wa kwanza wakubwa ni sisi. Kwa hili sisi pamoja na kwamba kwenye uongozi wa chama linaleta halileti amani, lakini tuna commitment ya hali ya juu sana hili jambo kuisha. Na tunaongozwa na mwenyekiti wa chama chetu ambaye ni mgombea urais kwenye hili. Mimi naamini kabisa tunaenda kwenda kwenye sura nyingine kabisa ya jambo hili. Ingawa kuna haja ya kwa pamoja na Azaki kuweka mkazo zaidi kwenye programs mbalimbali. Na mimi nimeshukuru of recent nimeona swala la afya ya akili nalo linatiliwa mkazo sana. Mimi na wasiwasi ni eneo mojawapo pamoja na maboresho mengi ya sekta ya afya. Nafikiri bado hilo hatujaliona. Style ya maisha inabadilika sana. Kwa hiyo kuna mambo mengi yanatokea. Na of recent tumeona baadhi ya watu wanaopotea si swala la kutekwa na nini. Unaona kabisa ni challenge binafsi za mtu. Na bahati mbaya anapotea mtu ambaye mnaamini ni mzima. Kwa hiyo bado nyie jamii mnabaki na kwamba yule mtu ni mzima, hawezi kupotea mwenyewe. Lakini just to find out kwamba kuna jambo lilimkuta ghafla na akapotea katika mazingira hayo yalikuwa yanamkabili yeye kama mtu binafsi. Sasa unakuta tayari jamii, kwa sababu tulikuwa asubuhi tumekutana naye Bwana Mongela akiwa mzima, akionekana smart. Sasa unaposema mchana haonekani, conclusion ya kwanza unasema hapana, lazima kuna kitu kingine kimemtokea ambacho labda sio yeye mwenyewe. Tulimuona yeye mwenyewe akiwa mzima. Kumbe kama binadamu inawezekana katika muda huo mlioachana kuna lingine limemtokea. Nafikiri kuna haja ya pamoja. Kuna yale matukio ambayo kweli unaweza kuona. Uwe CCM, usiwe CCM, usiwe kwenye serikali. Unaweza kuwa na hisia za moja kwa moja za watu wote tukawa na consensus. Lakini nafikiri kuna haja ya kutizama kwenye sekta ya afya. Na nimeona kuna mkazo mkubwa unapelekwa huko sasa. Na evidence zipo, bahati mbaya tukujitayarisha nazo, lakini nafikiri baadaye tunapoendelea kuinteract tutaendelea kuona jinsi gani
tusaidiane na Azaki kwenye hili. Lakini yale ambayo tunawajibika, na hata haya kama tutafanikiwa kesho kutwa kurudi madarakani, na katika ilani yameahidiwa ni maboresho makubwa sana kwenye sekta ya afya, kwenda kupeleka sekta ya afya kwenye ngazi nyingine kubwa ya maendeleo, ambacho nacho ni kitu mgombea wetu wa urais na ilani yetu imekitilia mkazo sana. Lakini katika hili mmesisitiza swala la tume huru za kiraia. Nafikiri hili ni swala liko wazi tu, na mmeona serikali ya CCM na chama chenyewe katika matukio mbalimbali tume huru zimeundwa. Nafikiri hili nalo sisi tutalifikisha na lionekane umuhimu wake kwa jinsi ambavyo mamlaka zitaona inafaa. Kuna swala la pili la kulinda demokrasia na uhuru wa Azaki. Nafikiri hili kama nilivyosema awali, mgombea urais wetu, ilani yetu inatamka wazi nafasi ya asasi za kiraia na mchango wake kwenye jamii. And it's basic science kwamba hakuna kokote duniani ambako mifumo ya serikali tu rasmi imeweza kukidhi mahitajio ya jamii. Kwa hiyo mifumo ya serikali na mifumo ya kiraia ndio ambayo sehemu ambazo kuna mafanikio, kwa kuwa karibu zaidi, imeleta mafanikio makubwa zaidi. Kwa ni science very basic. You don't need to be a rocket scientist ku grasp hiyo. Kwa hiyo sisi kama chama tawala wazoefu, hili ni jambo ambalo mjue kwa uhakika, hili tutalizingatia na evidence ipo, na hatuna interest nyingine zaidi ya kufanya nchi yetu iendelee kuwa kisiwa cha amani, nchi yetu iendelee kwa maendeleo makubwa zaidi. Tuna maendeleo makubwa tumepiga hata awamu hii ya 6, lakini bado tunahitaji maendeleo makubwa zaidi, na hatuna namna ya kukwepa huu wajibu ambao mmeutaja hapa. Swala la majadiliano ya kitaifa, maridhiano, nafikiri hili hata mheshimiwa mgombea wetu amelitaja mara kadhaa kwamba ndani ya siku 100 kutatengenezwa mfumo ambao utatuleta karibu zaidi kama jamii. La kuzingatia hapa ambalo mimi nimelipata ni kwamba sasa mfumo huu uwe shirikishi zaidi. Nafikiri ndio message kubwa niliyoipata hapa. Na mmetoa mifano huko nyuma tumewahi kufanya nini. Lakini na nyinyi kwa maono yenu mmesema wapi tulikuwa tunakwama. Tuna introduce mfumo lakini unakuwa kama tunaamini taasisi moja labda ambayo imeshauti sana, labda hiyo ndio hiyo involved. Lakini message yenu sasa ni kwamba hebu uwanda uwe ili tufike mahali tuwe kwa pamoja tunaonekana kweli tumepata pa kutokea kwenye jambo husika ambalo ni burning kwa wakati huo. Kwa mimi nasema hili tutalifikisha, na tunaona lina mantiki kubwa, na ili kupata mafanikio ya pamoja hatuna namna. Lazima tuzidi kuongeza ukaribu na mashirikiano na kuweza kupata mawazo ya almost kila mtu. Hatuwezi kupata mawazo ya kila mtu, lakini angalau uwanda ukiwa mpana kila mtu akafiri kwamba ameshirikishwa. Mimi jukwaa la katiba sina wasiwasi nalo. Tumejikomiti kwenye ilani, na mimi nikimtizama mgombea wetu rais, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, naona kabisa ana kitu cha kutaka kuachieve kwenye katiba mpya. Na mimi nafikiri tumejadili sana, tumesema sana, mchakato uliopita ndugu yangu Kibamba ameuelezea umepita, kuna hatua kubwa tulishapiga. Lakini mimi nasema kuna mambo ya kutizama. Katiba ndio sheria mama.
kuna mambo ya kutizama sisi kama taifa wote tukiwa soba, ili tusifanye kwa ushabiki wa mtu mmoja kuvutia kwake kuona hili manake uwezi jua katiba ikisha tamka unaweza kuona hiki kipande chako kimekaa salama, kumbe kesho uwezi kujua utakuwa upande gani. Na inawezekana upande ambao ulidhani wewe utakubana labda kesho ndio utakao kudhurumu zaidi. Kwa hiyo mimi nafikiri kunahitajika kama taifa, na nafikiri Mheshimiwa Rais anachomaanisha ni hicho, mgombea wetu, kwamba tuwe na forum ambayo haitaleta ushabiki wa kisiasa na aina yoyote ile, ila watu wakae na kuona je, itaongeza vipi usalama wa taifa letu zaidi kwenye nyanja zote kwa nyakati ndefu zaidi baada ya kufikiria wakati wa sasa. Kwa hili sisi tutalichukua, na mimi ni waahidi kama mwakilishi wa katibu mkuu hapa na chama, tutaendelea. Sisi hapa tulikofikia na Azaki ni mwanzo tu. Lakini mwanzo huo umekuwa mzuri. Tumeona kuna tija kubwa zaidi kuwa karibu na nyinyi kuliko hasara. Kwa hiyo tunachoahidi hili tutazidi kuliimarisha sisi kwa upande wetu, na tunategemea kwa sababu na nyinyi mmeonyesha commitment na uzalendo mkubwa sana kwa taifa. Tunajua hamtakuwa na sababu nyingine ya kuachana. Tutakuwa pamoja, najua mnawa involve. Hata wakati ule tuliona baada ya kukabidhiwa ilani hapa, tuliona mkiwakabidhi na vyama vingine, ambalo sisi tunaona ni jambo kubwa sana. Kwa sababu wote tukiendesha siasa ambazo zina uzalendo zaidi, nchi inazidi kuwa salama zaidi. Uzalendo tu hatuwezi ukao ni monopoly ya CCM. Hatuwezi kutegemea taifa liwe salama kwa staili. Sisi tunajua kwamba kuna namna wote tukiwa na mwelekeo huo wa kizalendo, then tija ni kubwa zaidi kuliko hasara. Sisi tuwaombe Azaki, tumebakiza siku chache, takriban siku 6 kwenda kupiga kura. Ebu kwa nafasi zenu ambazo tunajua mna sauti yenye nguvu sana, siku zilizobaki hizi, kwa namna yoyote ile tunayoweza, tuhamasishe watu kwenda kupiga kura tarehe 29 kwa amani na uhuru. Jana Dr. Samia Suluhu Hassan amewahakikishia Watanzania kwamba yeye kama amiri jeshi mkuu atahakikisha, nilivyomuelewa mimi, kwamba kutakuwa na utulivu na amani na usalama siku ya kupiga kura. Mimi nafikiri Watanzania hatujafika kwenye eneo ambalo tuna shida sana ya amani na utulivu. Lakini kama kundi la binadamu kubwa lenye watu zaidi ya milioni 60 karibu na 5, hatuwezi kusema kwamba hakuna wachache wetu wanaweza kuwa vurugu inawavutia. Kwa sababu ndio maumbile ya kibinadamu. Lakini mimi nafikiri wengi wetu tungependa utulivu na amani. Na serikali nafikiri kwa historia ya nchi yetu hilo litakuwepo. Sisi kama chama tawala ndio tunachowasisitiza serikali kwamba wakati wote kwenye historia ya chama hiki tumetaka serikali ya Chama cha Mapinduzi ihakikishe nchi inaendelea kuwa na utulivu na amani, na watu wanaweza kufanya shughuli zao binafsi za kijamii za kuwaletea maendeleo kwa utulivu na amani. Tunaomba Azaki katika hilo tuwe pamoja, ambalo mimi naamini linatija kwetu sote mwisho wa siku, kwamba atakayeshinda awe amekuja katika namna ambayo ina amani na utulivu na nchi inaendelea kuwa huru. Na Watanzania wakijitokeza wengi wakapiga kura, tutaona matokeo, na ambacho kimeahidiwa na wasimamizi ni kwamba uchaguzi huu utakuwa ni wa huru, wa haki na amani, ili sauti ya wananchi iweze kusikika. Sisi tunaendelea kupambana hata kwa siku hizi za mwisho, kwa sababu ndio karibu katiba za vyama vyote 18 Tanzania
zinasema kwamba kazi ya kwanza ni kushika dola, chaguzi mkuu na chaguzi za serikali za mitaa. Sisi ya kwetu tunasema Tanzania bara na Tanzania Zanzibar. Kwa sisi hilo jukumu tunapambana nalo kulikweli, na kuona kwamba tunapata kura za kutosha. Na katika hili ndugu zangu, kwa sababu ndio biashara kuu ya vyama vya siasa, wala nisiwadanganye katika hili wala tutanii. Sisi kila Mtanzania ambaye ataonyesha kwamba ana hamu ya kusikia hoja zetu, tutajaribu kujenga hoja kwa utulivu na kwa amani ili atupe kura yake. Na kama sio hivyo tu, matumaini yao ya papo kwa papo hatuwezi kumpa, basi angalau tutampa matumaini ya kesho kwamba tumekusikia na tutafanyia kazi. Na ndio ilani yetu inachoonyesha. Kwa wakati mwingine watu wakiona tumeongeza nguvu kwenye kutafuta kura, ni kwa sababu tu tunatimiza wajibu wa kikatiba, ambao najua wajibu huo hata vyama vingine wanao kwenye katiba zao, na kila mtu anapambana kwa ubavu wake. Lakini msingi ni kwamba lazima tumalize kampeni, tumalize uchaguzi tukiwa tumeliacha taifa letu likiwa bado moja, wa Tanzania wawe wale wale, na kila mtu kama Mtanzania abaki na heshima yake, abaki na utu wake, na nchi yetu endelee kuwa ni nchi ya amani na utulivu kama ambavyo waasisi wetu walitujengea misingi. Mimi nirudie tena kuwashukuru sana Azaki, niwahakikishie na niwaambie kama ambavyo tulifanya huko awali, sisi kwa nafasi zetu wengine leo hii hatulali. Mimi na Bibia hapa Rabia tunaenda na hizi dokumenti, tunaenda kutengeneza muktasari, tunaenda kuambatanisha hizi. Nafikiri leo hii mgombea, kwa sababu nafikiri kuna nondo humu tumechelewa kuzipata. Unaweza kumuona mgombea kuanzia kesho majukwaani anatema cheche zingine sasa. Ila sasa msije mkasema zile hoja ni za Azaki sio za CCM. Sasa hiyo sisi ili mradi ni Azaki za Tanzania. Nafikiri uhuru huo tunao wa kusema jambo hili la maana limesemwa, hata kama zimebaki siku 5 6, sisi kama ndio jambo tunaliona linatija kwa nchi yetu, sisi tutalisema kwa sababu tunajenga Tanzania. Hakuna taifa inaitwa CCM, hakuna taifa linaitwa Azaki. Kuna taifa linaitwa Tanzania, ambao sisi wote tumo humo na tuna maslahi kwenye hili. Kwa mimi niwahakikishie hizi hoja ni za msingi, na ndani ya chama ni hoja ambazo zinafanywa kazi, lakini kwa tamko lenu limeongeza nguvu sana. Tuahidi tutalifanyia kazi. Niwashukuru sana.